Habari kubwa hivi sasa katika ukanda wa Afrika Mashariki ni kuelekea Mei 3 ambako ndipo mchezo mkubwa unakwenda kufanyika, sio tu Tanzania bali Afrika Mashariki, kwa maana Simba Sport Club wakiwa nyumbani watakaribisha Young Africans katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini mpaka hivi sasa maswali mengi kwa wadau, mashabiki na wapenzi katika michezo nchini Tanzania wameshindwa kufahamu ni uwanja gani ambao wekundu Msimbazi Simba watakwenda kuutumia katika mchezo huu ambao Simba ana faida ya kuwa katika ardhi ya nyumbani. Niko hapa na Shabel Daniel kukuelezea juu ya kile ambacho kinaendelea kuhusiana na uwanja ambao mchezo huo utakwenda kupigwa. Naitwa Leopold John, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhan Mpuma. Shabel, uwanja utakao kwenda kufanyika katika uwanja katika dabi ya Kariakoo imekuwa ni bado haijafahamika mpaka hivi sasa. Pengine shida ni nini, au tusubiri muda utazungumza wenyewe? Haiwezi kuwa shida kwa sababu Simba viwanja vyake vinafahamika, viwanja vya nyumbani ambavyo amechagua. Viwanja sio kiwanja. Sio kiwanja, viwanja kwa sababu ukiwa una msimu unaanza, klabu ina option ya kuchagua viwanja viwili. Yaani mmoja na mwingine wa dharura ambao upo karibu. Kwa hiyo kwenye ligi Simba uwanja wake wa kwanza alichagua Benjamin Mkapa msimu huu, lakini kwa sababu ulikuwa na changamoto Benjamin Mkapa wakachagua pia na uwanja wa Meja Isamuhyo. Kwa hiyo ndio sasa hivi amechagua uwanja wa Arusha. Ule ilikuwa ni kwa emergency. Sasa ndio dharura ambao umezungumza dharura. Kwa hiyo Simba msimu huu wametumia viwanja vitatu. Maana Benjamin Mkapa, Isamuhyo ambao ndio amechukua mara nyingi, and then na Sheikh Abed ambao ametumia kama mechi mbili. Kwa hiyo hivyo ndio viwanja ambavyo Simba amevitumia zaidi kwa michezo hivi kwenye ligi, kimoja cha Arusha amekitumia kwenye mchezo ule wa FA dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo sintofahamu inakuja kwa sababu ya ukubwa wa huo mchezo. Yaani hadhi yake ni mchezo, ni mechi ambayo inapaswa ifanyike katika uwanja ambao kwanza unaweza accommodate mashabiki kuanzia issue zaidi ya kiusalama, sababu hii ni mechi kubwa sana. Lakini katika kuibrand zaidi ligi yetu ni mechi ambayo inaonekana worldwide, muonekano mzuri, ile visibility kwenye masuala ya broadcasting lazima iwe vizuri. Kwa hiyo hiyo sindofahamu ipo. Nafikiri kikanuni wenyewe bodi ligi wanaelewa kile ambacho kufanya, kwa sababu endapo mwenyeji akidelay ku confirm uwanja wa mechi kubwa kama hii, basi itakuwa chini ya bodi ya ligi wenyewe kuthibitisha ni wapi mchezo huu utakapofanyika. Sawa, watu wengi wamekuwa wanahoji kwamba kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamezungumza kwamba uwanja huo wa Benjamin Mkapa ama uwanja wa akiba klabu ya Simba msimu huu umeweza kufungiwa kupisha marekebisho ya kuandaa maandalizi ya michuano ya AFCON, Tanzania tukiwa kama wenyeji. Tutegemee Simba akitumia uwanja wa New Amani Complex ambao huo kidogo ndio na hadhi, ama tutegemee mechi ikipigwa Meja Jenerali Isamuhyo? Kwanza kwenye swala la kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, aliweka wazi kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa upo kwenye unakaribia kuanza matengenezo ya awamu nyingine ya kubadilisha pichi, lakini matengenezo ambayo hayajaanza. Kwa hiyo ni uwanja ambao kama hakuna shughuli nyingine za kiserikali ama za kijamii, klabu husika inaweza ikaomba na kutumia kama ambavyo Azam waliomba kutumia katika mechi yao dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo kama hautokuwa na matumizi mengine, basi Simba wakiomba kuutumia wanaweza kuutumia, lakini kama itawapendeza Simba wenyewe wakiona mchezo wao, wao ndio wenyeji, wana haki ya kupeleka katika viwanja ambavyo vinakidhi vigezo vya kutumika, basi wanaweza wakahamisha, aidha itakuwa ni Meja Jenerali Isamuhyo ama Arusha ama Kigoma kama mashabiki, hata New Amani Complex pia au Lake Tanganyika, Gombani, Pemba, hivyo wao watakapoona iko nafaa. Sasa unafikiri chaguo sahihi kwa Simba ni wapi hasa katika mchezo mkubwa kama huu, compared wao ndio wapo katika ardhi ya nyumbani, kwamba on paper wao ndio wapo katika mazingira yale ya home advantage? Sasa achana na mimi wapi pa kuchagua mechi ichezwe, lakini ngoja nikupe taarifa za ndani ambazo kile ambacho kinaendelea kwenye uongozi wa club kuhusiana na venue ya huu mchezo. Iko hivi, Simba mashabiki wanatamani mechi ifanyike Benjamin Mkapa. Lakini ni swala ambalo limefika kwenye bodi ya club, lakini baadhi ya viongozi kwenye bodi hawataki mechi ichezwe Benjamin Mkapa kwa sababu wanahisi ni uwanja ambao hawana bahati nao zidi ya Yanga. Wanataka waende wapi? Wanataka uwanja tofauti. Upi sasa?
Sasa hapo ndo wanavutana. Either wapeleke mechi Pemba Gombani, ama mechi ikachezwe mkoani nje kabisa Dar es Salaam. Kigoma hiyo. Yaani hapo ndipo kuna mvutano ulipo, na kuna watu pia wamesuggest kwamba mechi kachezwe Tabora. Yaani hapo viongozi wanataka mechi kachezwe uwanja ule wa Hassan Mwinyi. Si uwanja ambao wao waliukataa. Yaani Yanga si waliukataa, wanakomoa sasa. Sasa wanataka waipeleke mechi kule. Kwa nadhani leo Jumangapi? Leo Jumatano. Nadhani ndani ya siku 3 watakuwa wameshakaa na kufanya maamuzi ya wapi mechi ichezwe, lakini ikishindikana kufanyika mkoani, kuna uwezekano pia mechi kachezwa Meja Jenerali Samuel. Sawa, sasa unafikiri katika hili sakata la uwanja TFF wao wana mandate gani hasa? Tumeshuhudia mechi ya round ya kwanza kulikuwa kuna mazongoto katika upande wa uwanja, the same pia kwa second team, kwa second leg bado kumekuwa kama vile ripoti za uwanja zimechelewa fulani hivi. TFF wao kwa maana na bodi ya ligi ambao wao ndio viongozi wa mpira kwenye hili, mamlaka yao ni yapi ama uwezo wao unaishia wapi moja kwa moja? Bahati mbaya sana unajua vilabu vya Simba na Yanga vina nguvu. Na kwenye hili bodi ya ligi TFF hawawezi kumpangia Simba vya kwenda kucheza. Hakuna mtoto ambaye atajipangia kama ambavyo Tanzania Prison alipangiwa venue ya kucheza mechi yake ya nyumbani. Wewe kwenu si una wazazi? Umeshawahi kumpangia mzee wako muda wa kurudi nyumbani? Basi kwa Simba na Yanga ndio hamna, yani baba atabakia kuwa baba. Nakwambia Simba na Yanga always, yani kuna sehemu tu watafika watawakamata. Hawezi Simba ndio mwenyeji wa hii mechi. Yani Yanga alipopanga mechi yake kwenda kucheza Zanzibar, kuna mtu alikohoa. Sasa tuzungumzie kitu kidogo. Tutakiwa mchezo wa aina gani hasa dabi ya Mei 3 moja kwa moja? Mechi itakuwa ngumu. Simba na Yanga haijawahi kuwa mechi nyepesi. Uwanjani, kihisia, kiuwezo haijawahi kuwa mechi nyepesi. Na ni mechi ambayo Simba ili aweze kuwafufua matumaini ya kutoa ndoo ya ubingwa ligi kuu msimu huu. Yaani ushindi ni non-negotiable. Yaani ni swala ambalo halijadiliki. Ashinde anafufua matumaini. Sare inamnufaisha Yanga. Akipata sare kwenye mchezo, mimi naamini asahau kuhusu ubingwa. Sasa ngoja nikupe za ndani kwamba waamuzi wa mchezo huu wanatoka katika nchi ya Gabon. Nimekupa hizo za ndani. Sasa mtazamaji, ni kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo Mei 3 mwaka 2026, na tumezungumza juu ya kuchelewa kutoka kwa ripoti za uwanja, kwa maana uwanja gani ambao mchezo huu utakwenda kupigwa, kwa na maneno mengi kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba bado wamekuwa katika kikao uwanja gani ambao unafaa kwenda kumuua Young Africans katika siku ya Mei 3. Hadi wakati mwingine, naitwa Leopard John, sauti ya mvua, baba Antoni, nilikuwa hapa na Shabel Daniel, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma, baba asiyekuwa na mtoto. Asante.